Jimmy Mafufu, kiongozi mkubwa ndani ya Yanga, au imebadilika chochote? Rais wa Yanga asili wa kudumu. Haina uchaguzi hiyo, haina uchaguzi. Bwana, tuambie kwa namna ambavyo umeiona timu yako imecheza hapa mchezo mwingine dhidi ya KMC na amepata ushindi wa mabao matatu kwa moja, manne kwa moja, namna ambavyo umetazama timu imecheza. Sio mbaya, mwalimu kwanza ndio mpya amekuja na anajaribu kuijenga timu yake. Utaona hata baadhi ya kikosi chetu kimeanza kubadilika. Awali watu walikuwa wanaona Boka anaanza sana, sasa hivi anaanza Zimbwe. Unaona leo vijana kama winga wetu mpya huyu kaanza kutoka Chikola, yes. Unaona, kwa hiyo sio mbaya, mwalimu anaanza kutengeneza timu yake taratibu. Unaona, kwa nyakati hizi sisi kama Yanga Africa, wakati mwalimu anatengeneza timu, sisi tunahitaji pointi 3. Na inshallah tumepata pointi 3 na goli nyingi. Half goli hazina utata, sio kama zile za penalti za jana. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwetu. Tofauti yote umeanza kuonekana. Of course, timu umeona inacheza sasa hivi kuanzia nyuma. Unaona, inabadilika, ni taratibu inabadilika kutoka kwa yule kocha aliondoka Foz kuja sasa hivi kuna kitu kipya kinabadilika kwenye timu yetu. Bwana, moja kati ya mimi nalalamikiwa ni eneo la ushambuliaji, lakini leo tunaona Indy Boeli kaingia dakika zake chache tu 10 kaweka kambani bao 2. Boeli ni mshambuliaji mzuri. Unajua Boeli amekuja Yanga Afrika wakati timu yetu haijakaa sawa sawa. Kwa hiyo huwezi kumlaumu Boeli kwa wakati alikuwa anapitia. System yetu ni timu nzima ilikuwa haichezi vizuri wakati wa Foz. Kwa hiyo hakukuwa na mchezaji mmoja ambaye tunaweza kumpoint kwamba huyu alikuwa acheze vizuri, hapana. Timu nzima, na aliyekuwa anatuathiri kwa sehemu kubwa ni mwalimu. Sasa hivi mwalimu mpya amekuja, kila mtu anacheza. Ukiangalia hata aina ya magoli anayofunga Boeli kama haya leo unayaona, utagundua ni mshambuliaji aliyekamilika. Lakini mimi nimekuwa nikiwaambia wana Yanga na watu wa mpira, kuna mchezaji anaitwa Celestine Ekua. Huyu ni mchezaji ambaye watu wengi sana hawamuelewi, lakini ni wale ambao hawajui mpira. Kwa miaka mingi sana Yanga Afrika tumekosa mtu kama Ekua. Ekua ni mchezaji wa daraja la juu sana. Isipokuwa kama nilivyosema, timu yetu ilikuwa haijakaa sawa sawa. Sisi watu wa Yanga tuna utamaduni wetu, klabu yetu na utamaduni wake. Na utamaduni wetu sisi ni mawinga, watu wanakimbia sana. Utamwona mtu kama Ekua ni piwa, yani ule mchezaji wa Yanga, wale wachezaji wa Yanga mwenye utamaduni wa Yanga. Ekua tumemmisi kwa miaka mingi, yani Yanga hatujapata mchezaji kama Ekua kwa miaka mingi. Timu yetu ikikaa vizuri na mwalimu akibadilisha baadhi ya vitu ambavyo ameendelea kuvibadilisha, huyu Ekua atakuja kutubeba Yanga Afrika, kila mmoja atashangaa. Kwa tofauti yake ni nini Ekua? Ekua ni sisi Yanga tuna utamaduni wetu. Unajua kama wa Catalunya, Barcelona wana aina ya mpira wao. Sasa Ekua yeye anaingia kwenye ule mfumo wetu, utamaduni wetu wa Yanga Afrika moja kwa moja. Unaona wakina Said Mauridi, wakina Runyamira, wakina Mrisho Ngasa, wakina Msuva, ndio wakina Ekua hawa. Kwa muda mrefu sisi hatujakuwa na wachezaji kama hawa tangu wakina Msuva walipoondoka. Kwa hiyo mchezaji kama Ekua alikuwa anasubiri tu timu ikae sawa sawa, atatuonyesha maajabu makubwa sana. Lakini amekuwa aanzi sasa kwenye michezo yote tangu amefika. Sasa utaona tumebadilisha mwalimu, na mwalimu leo kampa nafasi. Hizi goli 2 alizofunga zitamuongezea confidence. Na utaona, naamini mechi ijayo Ekua ataanza. Bwana, Pacome man of the match tena. Sasa Pacome, unajua ni bahati kwa nchi kama hii ya Tanzania mtu kama Pacome kucheza kwenye ligi hii. Ni bahati. Ni bahati tena. Kwa sababu ni bahati. Tanzania ilikuwa haideserve cost mchezaji kama Pacome. Pacome ni mchezaji wa daraja la juu sana. Pacome ana uwezo wa kucheza ligi yoyote duniani. Sasa mimi sina kuambia. Yaani wewe unataka kuniambia humo Stoke City wapi Pacome acheze? Anacheza vizuri tu. Kwa hiyo sisi anazima msondo vizuri. Sasa wewe una timu yako, kati ya Maguire na Pacome unamsajili nani? Au yule mwenye kitambi striker Manchester United anaitwa nani? Mbeumo. Wewe ushaona mtu anacheza Ulaya anaitwa Mbeumo. Huyo Mbeume na Pacome wewe unamsajili nani? Pacome anajua mpira ajabu. Yaani kiasi kwamba kuna wakati huwa tunatamani acheze dakika chache tu atoke. Tumzungumzie Dumbia kidogo. Watu wana mashaka na uwezo wake, kama hajafika ile level za kina Aziz Ki, kwa sababu amekuwa kama mbadala wake, lakini havijaonekana vile ambavyo mpaka akapewa jina la AI. Unajua Dumbia hata miezi 6 ana kwenye ligi. Alafu hata Aziz alipokuja ilikuwa hivyo hivyo. Lakini mchezaji ukiangalia touch yake, kwa mfano Dumbia akichukua mpira, anavyopiga pasi, anavyojiposition, unaelewa kabisa kwamba huyu ni mchezaji wa daraja kubwa. Mimi nafikiri wachezaji wa mpira sio kama kuseksi, kwamba ukianza tu hapo lazima umalize. Mpira unahitaji muda
watu wa mpira wajifunze kuvumilia wachezaji. Mpira sio kitu ambacho tu mtu ametoka huko leo tu ana click leo. Haiwezekani kwenye mpira. Mpira unahitaji muda. Kwa sisi kama wananchi, sisi tumeridhishwa na uwezo wa Dumbia. Hasa kama kuna mtu ambaye sio mwananchi anasema hivyo, huyo ni shauri yake. Kwa sababu alikutana na Dumbia ligi hii na akakandwa. Dumbia alikuwa uwanjani, yeye akakandwa. Kwa hiyo kabla hujaanza kudiscuss wachezaji wetu, hebu jiulizeni ni kwa vipi tumewafunga mara 6 mfululizo. Kuona kule kwa wapinzani wenu Elie Mpanzu aendelee kumpa nafasi. Sasa hiyo watajua wenyewe, lakini Mpanzu mpira kazi ya umri shekhe. Mpanzu umri wa mzee Chilo ule. Si kijana mdogo amesajiliwa ngapi ule? Mimi niko darasa 3 Mpanzu anacheza ligi kuu Kongo. Niko darasa 3 Mpanzu anacheza. Unamfuatilia? Mtu mzee yule. Mzee sana yule Mpanzu. Kitu gani ambacho unaweza kusema sasa kwa mashabiki wa Young Africans wote ambao wako sasa hivi unawaambia? Wana Yanga tuendelee kuiunga mkono timu yetu, tunakwenda kimataifa. Kila mmoja ameona kundi letu ni kundi gumu. Ni kundi gumu. Yaani ni kundi la mabingwa. Nafikiri bingwa wa klabu bingwa atatoka kwenye kundi letu. Kwa sisi kama wananchi hakuna tunachoogopa. Tutaendelea kuunga mkono timu yetu na tunakwenda kimataifa na mtatuona robo finali. Mambeges. Wanasema pila 3 milioni ile Mambeges. Hamna kitu mle shekhe. Hamna kitu. Sisi Yanga hii unaona kama hatujakaa sawa sawa. Wale Simba tucheze mechi 100 tunawafunga zote. Zote tunawafunga. Mambeges. Tucheze nao mechi 100 kuanzia kesho Simba tunawafunga zote. Hawana timu. Yaani sisi Yanga, unajua Yanga hata ukimkuta amenyongonyea lakini bado hawezi kuwa chini ya Simba. Timu yetu ni nzuri, haijakaa tu vizuri sasa hivi kwa sababu mwalimu ndo anaingiza mifumo yake taratibu, lakini mimi nakuhakikishia baada ya mechi 5 kuanzia leo Yanga hii, yani kama kuna mtu ana mpango wa kutufunga, atufunge atuwai. Akituchelewa mechi 5 zinazokuja, tutaanza kupiga 9 10 hapa. Kwa hali ya kuwai. Si hali hatujawahi kumuogopa. Hali si anakuja hapa. Ndio. Kuna milioni yako hata kidraw. Kuna milioni hali ya kidraw hapa. Wewe Yanga unajua unasikia. Hali si anakuja. Akipata draw, njoo ofisini uchukue milioni. Sawa. Sawa.